Tunakuabudu na kukutukuza kwa kuwa umeikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Utukufu wako ee Bwana. Yesu alimwambia Nikodemo, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminiye awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Ndugu zangu, tunaendelea na safari yetu na msalaba wetu mtakatifu, kuzungusha katika familia zetu, kwa lengo la kwamba tujifunze kutoka kwa Mungu ili tupasavyo kupendana na kuhangaikiana, ili wote tupone, ili wote tupate uzima wa milele. Mungu ametufundisha ya kwamba ikiwa sisi ni wana wa Mungu, lazima tumwangalie yeye anavyotenda na sisi tukatende hivyo hivyo. Historia ya wokovu wetu inaonyesha kwamba Mungu alikuwa amestarehe kwenye makao yake, wala hakuwa anabugudhiwa na chochote kile. Lakini alipochungulia chini akaona mateso ya watoto wake, akasukumwa na huruma kubwa sana ya kumtuma mwanawe pekee aje ahangaikie wokovu wa watu, aje awatoe katika mauti ya kiroho. Na sisi wote tunaalikwa kuiga mfano huu. Tunapopita na msalaba, tunataka kusema kwamba wale ambao wanajiona kwamba wako salama kama Mungu alivyokuwa salama, wana wajibu wa kuhangaikia wokovu wa ndugu zao, wokovu wa watoto wao, ili mwisho wa siku sisi sote tuende kwa Baba
mbinguni. Ikiwa kuna mmoja anajiona kwamba ana ushirika na Yesu, lakini hasumbuki kwa namna yote ile kuangaikia wokovu wa wenzake na hasa wale wa nyumbani kwake, huyo ameiacha imani na ni mbaya kuliko shetani. Imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 5 aya 8. Usijifikiri kwamba uko salama kama unakuja kukomunika hapa. Unaacha watoto wako au komuniki. Usijifikiri uko salama. Yaani umeshaiacha imani. Uko kwenye ngazi ya mashetani. Na hicho unachokomunika sio Ekaristi, ni kufuru tupu. Mwangalie Mungu. Hakai kwenye starehe anapoona mmoja anateseka. Anaangaikia wokovu yeye ambaye hahitaji hata wokovu. Sasa kama wewe humwigi Mungu, unamwiga nani? Unadhani kwamba mtoto wako atarudia sakramenti za kanisa kwa kuhubiriwa na padri? Wewe umekata. Padri aje mhubirie, arudie sakramenti. Kwa baada ya kubatizwa ameanguka, akafa kifo cha kiroho. Alafu wewe sawa tu, padri atakuja mhubirie. Mimi sina nafasi wala sioni sababu. Nawaambia leo hii wote mnaofanya hivyo, afadhali mngeacha kukomunika kabisa, kwa sababu mnakomunika kwa hasara yenu kabisa. Yeyote ile anayesimama kinyume na mpango wa Mungu hawezi kuwa na shirika na meza hii takatifu. Mpango wa Mungu ni kwamba watu wote waokoke, na wakara wa wokovu ni sisi wote tuliobatizwa. Yachana matakataka hayo. Sisi wote. Yesu aliwaambia wanafunzi wake wote, nendeni ulimwenguni kote, kaihubiri Injili, wafundisheni watu kuyashika nilio kufundisheni, wapate kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aliyeambiwa sio mwingine, ni mfuasi yoyote yule. Kila mtu kadiri ya nafasi anayokuwa nayo. Si kwamba labda aliambiwa Petro. Kama angelikuwa ameambiwa Petro peke yake, leo Injili isingekuwepo. Au wale 12 tu basi. Au wale wafuasi wa kwanza tu basi. Leo wewe ungesikia Injili. Waumini walikimbia huku na huku. Ni kama kuwasha moto tunapoingia kwenye kanisa siku ya mkesha wa Pasaka. Padri ana mshumaa, tunamfuata. Tufika mlangoni, kila mmoja anawasha mshumaa wake, awe nuru kwa wenzake. Nyinyi mmeamua kukaa kimya, na kwa sababu hiyo kazi yetu haina faida yoyote ile. Sasa hata mtoto wako anajiuliza, kama jambo hili ni la maana, mbona wazazi wangu hawalisemi hata kulisema? Ni ukorofi tu wa Padri Kurwa. Lingekuwa la maana, mbona ndugu zangu wala hawasemi chochote? Ni ukorofi tu wa mapadri kabisa. Ila mimi nawaambia hivi, lengo hasa kwa mwaka huu wa Jubilei takatifu, ukisoma kile kitabu alichotoa Baba Mtakatifu, ni kuwarudisha watu walio achana na Mungu kwa kutenda dhambi kwa njia ya kufanya toba ya kweli na kupokea Ekaristi.
Hicho kitabu kinasema kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza kujipatia rehema kamili zinazotolewa na Baba Mtakatifu kila mwaka wa Jubilei bila kukomunika. Hakuna hata mmoja. Wanaoenda Maifucha huko kwenda kuhiji, ikiwa hawawezi kukomunika, wanaenda pikniki au wanaenda utalii. Kasoma hicho kitabu. Wokovu wetu umefungwa katika Yesu Kristo. Basi nje ya Yesu hakuna wokovu. Simeandikwa Matendo ya Mitume 4:12. Hakuna wokovu kwa mtu yeyote yule isipokuwa kwa Yesu basi peke yake. Na uwezo kwa nje ya Yesu kwa na uzima. Yohana 15:5. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yangu, maana nje yangu hamuwezi kuzaa matunda ya wokovu. Kama vile tawi likitolewa kwenye shina haliwezi kuzaa matunda, ndivyo watoto wenu walioacha Ekaristi hawawezi kupata wokovu. Nanyi mnasubiri padri aje ahubirie waongoke, nyinyi kimya. Nenda mpaka Ifucha huko bila kukomunika, hakuna rehema kamili. Haipo. Na hicho kitabu Mwongozo wa Roma ule unasema hivi: inawezekana kwa yule anayekomunika kujipatia rehema kamili hata mara 2 kwa siku, kwa sharti kwamba asali misa hii akomunike, asali na nyingine akomunike, apate rehema kamili mara 2 kwa ajili ya ndugu zake waliotoharani. Alafu unaona mtoto wako akomuniki kawaida tu, hamna shida. Mimi nakwambia hivi, labda hata dini hamjui hii. Mmeingia Ukatoliki lakini sio Wakatoliki kabisa. Mkatoliki kiini cha imani ni Ekaristi. Sheria za kanisa zinasema hivi: kukomunika sio hiari. Sio hiari kwamba naweza kuchagua kukomunika au kuacha. Nionavyo mimi, kukomunika sio hiari. Ndio maana katika zile amri za kanisa ipo moja inayosema kwamba pokea Ekaristi kila nafasi inapojitokeza, lakini hasa kufa na kupona sasa wakati wa kipindi cha Pasaka. Hiyo ni amri. Pokea Ekaristi takatifu kila fursa inapopatikana kwamba kuna Ekaristi. Pokea, ni agizo, ni amri, sio hiari. Lakini kifika kipindi cha Pasaka, hapo sasa ni hasa. Lakini sio kwamba upokee tu wakati wa Pasaka. Sheria inasema kwamba pokea Ekaristi, pokea amri ya kanisa, na hasa kipindi cha Pasaka. Maana yake ni nini? Hata kama katika mazingira yako hakuna Ekaristi, ikifika Pasaka funga safari kuitafuta Ekaristi upate kukomunika. Kwa maana yake, kama mjui leo mjue sasa. Panda treni ukaitafuta Ekaristi. Pasaka isipite bila kula Pasaka ya Bwana. Alafu tumekuwa watu wakuja kukaa hapa, Ekaristi ipo, unafikiri kwamba labda ni hiari, leo sitaki, naacha tu. Watoto wako naona wanafanya makufuru hayo, hafu useme chochote. Hivi mimi mnafikiri kukufuru Ekaristi takatifu maana yake ni kuikomunika tu katika hali ya dhambi? Bwana Yesu alisema hivi: ulai mwili wangu na kunywa damu yangu bila kustahili, anakula hukumu. Lakini vile vile alisema msipokula mwili wangu na kunywa damu yangu hamna uzima ndani yenu. Hayo sentensi ni nyepesi. Nyepesi unaweza kuimudu. Kwamba hata kama nimesema kwamba nisilokula mwili wa Yesu na kunywa damu yake sina uzima, it makes no difference. Naacha sasa ili nisiwe na uzima. Na watoto wangu waache ili wasiwe na uzima. Hilo sio tatizo. Labda tatizo ni kwenda kuila katika hali ya dhambi. Hapo naacha sasa.
Sasa kama kuna uzima ndio unaenda mbinguni, ila ukiila katika hali ya dhambi ndipo utaenda motoni. Hiyo namna ya kufikiri mmepata wapi nyinyi? Yote mawili hakuna uchaguzi. Kukomunika lazima uwe katika hali ya neema. Na kukomunika ni lazima ujitayarishe sasa. Uwezo ukachagua kwamba mimi nimechagua kujizuia kukomunika kwa kuishi katika dhambi. Wakiniuliza kwa nini ukomuniki? Nina kizuizi. Kwa hiyo basi tumekuheshimu wewe, usikomunike, una kizuizi, usikomunike. Lakini hata si wakomunika katika hali hiyo, umeikufuru Ekaristi vile vile. Kwa sababu kukufuru maana yake ni nini? Kudharau. Kudharau. Kwamba Ekaristi ni kitu gani? Si mradi nakula na kushiba. Kwani tunatashiba hako ka Ekaristi kenu wako? Mtoto wangu asipokala hako keupekee wako atakufa njaa. Kuleni mnao lazimika kula. Mapadri tutawashangaa msipokala hako keupekee wako. Mimi ningehangaika kama mtoto wangu, kama ndugu yangu angeshindwa kula ugali, nisingelala. Lakini ameshindwa kula chakula hiki mnachosema ni cha uzima. Si hangaiki. Sasa hiyo ndio kufuru sasa. Kusema kwamba ninaweza kuishi bila Yesu, hiyo ni kufuru. Angalieni jinsi Yesu alivyopambana mpaka watu wakamkimbia, akisema ni lazima kukomunika, lazima. Ni lazima. Hakuna uchaguzi, ni lazima. Kwa sababu kutofanya hivyo ni kuchagua kufa. Yeye msifikiri kwamba msalaba huu utaleta mabadiliko kwa mapadri kuja kuongea hapa kienyeji, mkirudi nyumbani mnakaa kimya. Hakuna mabadiliko na uhakikishia yatakayotokea. Hata ninyi wenyewe mtafuata msalaba huu, lakini hamuelewi huo msalaba ni nini. Hamuelewi. Msalaba ule usikivu tumesoma katika somo la pili. Kumsikiliza Mungu anachoamuru. Hata kama ni vigumu, sawa tu. Hata kama ni kufa, sawa tu. Huo ndio msalaba tunaofuata. Lakini nyinyi mnajibembeleza. Mtachukiwa na watoto wenu mkiweka kabisa msimamo kwamba nyumba hii ya Bwana Yesu. Ikiwa unamtega mgongo Yesu, wewe si wa nyumba hii. Watatuchukia. Afadhali wafe kifo cha raha. Wanatutukana, Andrea hatukomuniki sisi, kwani kuna ubaya gani? Sijajiandaa. Kama mtu hajajiandaa sasa kuna wewe kwa nini unamlazimisha komuniki? Lakini kama mgonjwa hawezi kufungua mdomo, wewe humlazimishi kushika mdomo wake ukamnywesha dawa ili apone. Wewe ufanye hivyo watoto wako kama ni wagonjwa, alafu anakataa dawa. Kwa nini usiseme kwamba hataki dawa, mwacheni tu afe? Kwa nini? Uhai huu wa mwili ni wa kupita. Yesu amelilia uhai wa milele. Tunapita na msalaba tukilia machozi kwamba tuna Wakristo feki, kwa sababu hawafuati mafundisho ya Yesu. Wokovu tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu ulipangwa uwe kwa njia ya Yesu Kristo msalabani. Ikiwa nyinyi mna njia yenu nyingine tofauti na hiyo, hamwezi kufika mbinguni. Nyinyi na watoto wenu. Na masomo yamesema wazi. Somo la kwanza. Pona ya wana wa Israeli walipomwacha Mungu ilikuwa ni kumrudia Mungu kwa kufuata maelekezo ya Mungu. Piga magoti, inua macho yako kwa nyoka wa shaba, utapona. Maelekezo ya Mungu. Ikitokea unataka kurudi kwa Mungu kwa sababu ya maumivu ya nyoka, piga magoti chini ya mti ule, inua macho yako kwa Musa, kwa nyoka aliyepo na Musa kwenye nguzo hiyo, utapona.
waliofuata maelekezo hayo walipona. Wokovu ule uliunganishwa na mti na sanamu. Wala haikuwa kwamba utakapotaka kumrudia Mungu useme Yesu nimetubu, Bwana Mungu sirudi tena. Piga magoti, inua macho juu. Waliokolewa kwa kutii maelekezo ya Mungu. Na huo mti ambao ulisimikwa na Musa, Injili imesema hivi, ilikuwa kumelidokezo kama vile Musa alivyomweka nyoka wa shaba kwenye mti kule jangwani ukaleta uponyaji. Hakuna wokovu kwa yoyote yule isipokuwa kwa Yesu aliyekufa msalabani akatengeneza Ekaristi Takatifu. Katika ukaidi mnaofanya hamfanani na Yesu hata kidogo. Tunaona ukaidi wa ajabu na upole feki. Upole feki wa kutokemea maovu unaitwa upole. Kunyamaza maovu yanapotendeka dhidi ya Mungu ndio upole wenyewe, utakatifu. Lakini kusimama kinyume cha yoyote yule anayetaka kumtukana Mungu, au ni ukatili. Katili kabisa. Wache watu watatubu baadaye. Kwani kuna shida gani? Watatubu baadaye, pole pole. Waendelee kumtukana Mungu. Pole pole. Wataacha. Wataachaje sasa bila kukemewa? Leo tuliongea pale, tulikuwa tunaongea hapo mezani. Na paroko akatupa mfano mkubwa sana. Kama jamani, huwa alisema sasa neno la kitaalamu lazima ishalisahau. Sijui nini slope hivi, sijui ni slope hivi. Kwamba kitu kikiwa kimepanda hivi kwenye slope, alafu kikakosa nguvu ya kuendelea, kikianza kurudi inabidi ukizuie haraka sana. Ukichelewa kitapata kasi ambayo hutaweza kuweka kizuizi chochote kikasimama. Nasema shahidi, ili treni iliyoua watu wa Tanzania wengi sana, ilikuwa mlimani inapanda, halafu ikafeli. Ilianza taratibu. Kama kungelikuwa na kitu cha kukizuia kabla haijashika kasi, watu wangeokoka. Watu wangeokoka. Ilipofika kasi ilikuwa ni kama ndege inavyotimua vumbi inapotoka airport. Hakuna kizuizi chochote kinaweza kuizuia tena isirudi nyuma. Tukasema ndivyo yalivyo maisha ya Kikristo. Mtu ambaye ameshaanza kupanda kwenda mbinguni, halafu akaanza kurudi nyuma, mkamwacha kwamba baadaye atapanda tena tu, mwache tu ashuke, atapanda tu baadaye. Huwa inafika kasi ambayo hakuna yoyote anaweza tena kumsaidia arudi apande juu. Mteremko. Unapoingia katika maisha ya Kristo, unapanda mlima Horebu, mlima wa Mungu mtakatifu. Ukianza kuregea, unaanza kurudi pole pole. Kurudi pole pole. Ukiendelea hivyo, unazidi kushika kasi. Mpaka kasi yenyewe hakuna cha kuweka gogo lolote lile. Ukiweka gogo lolote, treni ilikuwa unaruka tu naendelea mpaka kumaliza watu. Tulijadili hivyo leo. Na mimi nikaona nije niwashirikishe. Hawa watoto wenu ambao wanarudi nyuma pole pole, mnasema baadaye watapanda juu, hawataweza. Ni kwa kadiri mapema, weka gogo. Kasi ya kurudi nyuma isiendelee. Hutaweza tena utakapojaribu kuweka gogo, wataruka, wanaendelea kwenda kufa. Neema zinakuja hizi zipite tu hivyo, unakuwa mpole tu. Mpole fake. Mtoto wako anateremka kwenye mteremko mkali, kabla haijaharibika weka gogo. Vinginevyo hutaweza tena kumzuia asiende.
Na nadhani huo mfano tuliojadili mezani ulikuwa mzuri sana, kwa sababu maisha ya kwenda kwenye wokovu kwa njia ya Yesu Kristo ni kupanda mlima. Kamuulizeni Elia, mambo yalipomtinga akaamua kukimbia kwenda kupanda mlima Horebu kukutana na Mungu apate kupumzika, ambayo ilikuwa ni dokezo la safari ya kiroho ya Wakristo wote tangu ubatizo, ni kupambana kuachana na hatari za kuwa roho zetu, tuende kwenye mlima wa Mungu tukapumzike. Alifika wapi? Alitembea kidogo akaanguka chini mpaka kuzimia. Kikashuka chakula kutoka mbinguni, mkate na maji. Kamshwa, Elia, amka ule, safari hii ni ndefu na ngumu sana, utaiweza bila nguvu ya chakula hiki. Akala akanywa, dokezo la nguvu ya Ekaristi inawatia uwezo wa kupanda mlima usiopandika. Unafikiri kwenda mbinguni hivi hivi tu? Aliambiwa hutaweza bila nguvu ya chakula hiki. Akala akanywa, kalala tena, chakula kikashuka. Amka ule unywe, hutaweza kufika bila nguvu ya chakula hiki, mkate na maji. Akatii, akapata nguvu ya ajabu, akatembea siku 40 mpaka mlima mtakatifu wa Mungu, akaongea na Mungu na kupata kitulizo, ambayo ilikuwa ni mfano wa kufika mbinguni, kuachana na tabu zote za duniani hapa kwa nguvu ya Ekaristi takatifu, ambayo nyinyi mnaona si chochote, si lolote, afadhali ugali na maharage. Watoto wenu walikosa ugali na maharage, mtahangaika. Tuna Wakristo wa aina gani hao ambao hawajui kini cha imani yao? Wokovu wa wanadamu umetundikwa juu ya msalaba. Na tunavyoambiwa kwenye Ijumaa Kuu, kuu ndio mti wa msalaba ambapo wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake. Njoni tuabudu. Kwa maana hiyo tunafundishwa na kanisa kwa sheria kabisa kwamba muumini lazima apokee kanisa takatifu, sio hiari. Kama wewe unapozaa ni lazima umtunze mtoto wako, sio hiari. Kutomtunza mtoto wako ni dhambi. Ni kweli una uwezo wa kuzaa ukaacha kumtunza, lakini umejichochea kwenye kukosa maadili. Una uwezo huo wa kuzaa ukalitupa tu mtoto wako huko, kwani nani atakukataza? Lakini ulichochagua ni kifo chako vile vile. Ukizaa hakuna hiari, ni lazima umtunze mtoto wako. Ndivyo ilivyo ukibatizwa katika kanisa Katoliki, lazima uwe unakomunika inapopatikana nafasi ya kukomunika. Lazima, sio hiari. Kuacha maana yake ni kuchagua kufa. Unaweza kuwa uwezo nao wa kukataa kufanya hiyo lazima ya Mungu. Ujue kwamba kinachotokea ni kifo chako na sio cha kwako tu, kwa sababu unaonyesha mfano mbaya hata kwa watoto wako, unaleta mauaji vile vile kwa familia yako. Uchaguzi anaotupa Mungu ni kuishi, ila tukifanya kiburi basi tunachagua kufa. Uwezo huo tunao. Kukataa kukomunika ni kuchagua kufa, maana imeandikwa, msipokula mwili wangu na kunywa damu hamna uzima. Hakuna hiari ya kusema nikitaka naweza kukomunika, nisipotaka naacha. Kanisa linafundisha kwamba hata wale wanaokomunika kila siku wanafanya vizuri sawa sawa, ili kuwaonyesha umuhimu na ulazima wa kutiwa nguvu kama Elia alivyotiwa nguvu safari inapokuwa imeiva ya kwenda mlima Horebu mbinguni. Lazima watiwe nguvu kwa komunio pamba,
Yaani umetoka hapa umekomunika, ukafika pale ukagongwa na gari, hatari ya kufa imeingia. Padri lazima kimbie kukupelekea ekaristi tena. Wewe umemaliza kukomunika sasa hivi. Halafu sasa safari imeiva sasa kwenda kwa baba. Ni lazima utiwe nguvu na ekaristi upokee mara 2 kwa muda mfupi tu. Ndio sheria ya kanisa inavyofundisha. Kukuonyesha ekaristi ni ya lazima kwa wokovu. Sio yari. Ukimaliza kukomunika tu, hata kama hujaenda nyumbani ukapatwa ni ugonjwa fulani labda mshtuko wa moyo, lazima padri atatafuta ekaristi kupe. Mimi wa Katoliki, lakini Katoliki hamujui hata kidogo. Na hata mngeujua msingeuishi kwa sababu mmechagua si Angliki. Kadri hayo tunawaambia hamyajui. Nifundisha mpaka yakawekwa kwenye sala za asubuhi, amri za kanisa, pokea ekaristi. Na hasa wakati wa Pasaka. Hamyajui hayo. Halafu mkomuniki. Unataka kufundishwa nini sasa ili uwe Mkatoliki? Kawaulizeni wana wa Israeli baada ya kuvuka bahari ya Shamu, ambao ni mfano baada ya kubatizwa. Baada ya kuvuka bahari ya Shamu katika mafundisho ya kanisa ni baada ya kubatizwa. Waliovuka bahari ya Shamu wote walibatizwa wakawa wa Musa. Ndivyo tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya kwanza kuendelea. Waliovuka bahari ya Shamu walibatizwa. Lakini haishii tu kwamba walibatizwa, hapana. Jangwani kule hata kile chakula alichokuwa wamebeba ili waende wanakula kiliisha. Wakamlilia Mungu, hatuwezi kuendelea bila chakula Mungu. Mungu akashusha mikate kama mvua. Inaitwa mana. Manu. Yaani nini hiki? Wakashangaa. Musa akamwambia, hiki ndicho chakula ambacho Mungu anawapa mpate nguvu ya kufika Kanaani. Chukueni mle. Wakachukua vyakula vilikuwa vitamu kama keki. Yaani kama mkate umepakwa asali. Mioyo ikaburudika. Sura ya 16 ya kitabu cha Mwanzo. Baada ya kuvuka bahari ya Shamu, walifika mahali ambapo hakuna chakula. Mungu akanyesha mkate kutoka mbinguni, ambao ulikuwa ni dokezo la mkate halisi anaotutia nguvu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tupate kuiweza safari ya kwenda Kanaani. Ilikuwa ni dokezo tu lile. Ndio maana Yesu baadaye atakuja kuambia Wayahudi, mnasema Musa aliwapa chakula cha jangwani. Baba yangu ndiye anayewapa chakula cha kweli kinachowapeleka Kanaani ya kweli, mbinguni. Nyinyi watoto wenu wapo komuniki, mko comfortable. Nadi wanazidi tu hapo sawa. Kwa nini wakomuniki? Kwa sababu wanakaa katika zinaa. Hata ambao wana ndoa zao siku nyingine wanakuja hapa wanakaa tu bila kukomunika. Ndio sitaki kukomunika. Sitaki kukomunika kwa sababu gani? Sikutaka kujiandaa. Kwa hiyo nahalalishwa kwamba sikutaka kujiandaa kwa sababu sikutaka kukomunika. Ni halali. Kila mtu anaheshimu. Wewe hukutaka kukomunika kwa sababu hukutaka kujiandaa. Mheshimiwa, tulia hapo tupitishe wale wanaotaka. Sisi Mkatoliki wa wapi? Walipoendelea mbele sura ya 17 ya kitabu cha Kutoka, walifika mahali panaitwa Refidim. Maji hakuna jangwani, wakamlilia Mungu. Tunakufa kwa kiu, hatuwezi kuishi bila maji Mungu. Mungu akamwambia Musa, chukua fimbo yako, piga mwamba huo, utatoka maji. Musa akachukua fimbo yake, piga mwamba, yakatirika maji. Watu wakanywa, mioyo ikaburudika, nguvu zikarudi. Na kule kupiga kule mwamba kule ilikuwa ndokezo la Yesu kupigwa msalabani. Kupigwa kwake sisi tupate maji ya kunywa kwa njia ya Ekaristi Takatifu. Ndio nao limelala.
sijui ni mwanakwaya hilo hapo. Maana mwanakwaya ndio yako hivyo. Hana haja na neno la Mungu. Kutaka kuimba tu. Wakati wa kuimba hayalali. Ukianza tu ujinga wako wa kuhubiri analala yote. Au mwingine anachukua madaftari anaanza kusoma nyimbo. Nicheza kinanda na nyewe linaanza kucheza kinanda baada ya tunahubiri. Inapunguza sauti. Ukatoliki wa wapi usioenzi neno la Mungu? Mioyo ikaburudika kwa maji kutoka mwambani. Na kutiwa nguvu kwa chakula kiliko kinashuka kila siku. Na ilikuwa ni lazima kila siku kwa sababu Mungu aliweka kipimo kuonyesha kwamba mnamtegemea Mungu, bila Mungu hamwezi. Chakula kile kilichokuwa kinashuka toka mbinguni haikuwa cha kuokota unaweka nyumbani. Ukae kila siku kijua kwamba Mungu ndiye anayekutegemeza. Ukiweka zaidi ya kile kinachotakiwa kwa siku, ukiamka jioni yote yametoka, mafunza yameoza na vyakula yako. Upate kujua kwamba unamtegemea Mungu kila siku kwa safari yako ya kwenda mbinguni. Chakula kile kwa hakitunzi siku mbili. Kila siku lazima utoke kwenda kuchukua komunio. Upate kujua kwamba maisha yako yanamtegemea Mungu. Na kwamba bila Mungu huwezi kuishi. Yesu ndio mwamba ambao Waisraeli waliunywea. Imeandikwa katika Korinto wa kwanza sura ya 10. Halo, kwa majina naitwa Dr. Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo Hosteli ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa: samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgahawa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi. Pia ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareti Kantini inapatikana karibu na Mahakama Kuu Tabora ama Kanisa Kuu. Inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareti Kantini, iko mkabala na Mahakama Kuu. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: 0656 43 64 10 ama 0674 93 49 46. Karibuni sana mpate huduma bora, safi na salama.